watu huwa wananiuliza kwa nini huwa sipendi zaidi kushauri watu watumie WhatsApp kama njia yao ya kuuza bidhaa zao kutoka kwenye matangazo. Kwenye episode ya leo nitaenda kuzungumzia kitu gani ambacho huwa kinatokea kama utapeleka wateja wako katika WhatsApp, kama utapeleka wateja wako katika WhatsApp kutoka kwenye matangazo, ni kitu gani ambacho huwa kinatokea ambacho kimsingi ndio hicho ambacho huwa kinanifanya nione kama WhatsApp sio sehemu rasmi wala sio sehemu salama kabisa kwa ajili ya kupeleka wateja wako kwenye matangazo ya Facebook pamoja na Instagram. Niliwahi kuzungumzia kuhusiana na the way ambavyo algorithm ya Facebook pamoja na Instagram inafanya kazi, na nikazungumzia the way ambavyo inaweza ikaimpact matokeo yako mazuri, lakini pia the way ambavyo algorithm inaweza ikakupa kitu ambacho pengine kinaweza kisikufaidisha kwenye matangazo unayoyafanya, lakini pia pengine kinaweza ikaharibu pia shughuli zako za ufanyaji wa hilo tangazo lako, na mwisho wa siku ukapata kitu ambacho kinaweza kikaathiri kwa kiasi kikubwa sana namna yako ya ufanyaji wa matangazo. Na hiyo sio mada ya leo. Leo nataka nizungumzie ni kitu gani ambacho kinaweza kikatokea sasa kama ukitumia WhatsApp kama njia yako ya kupeleka wateja direct. Nimezungumzia algorithm, nilikuwa nakukumbusha tu kwamba kitu ambacho tunataka kukizungumzia pia kinatokana na the way ambavyo algorithm inafanya kazi. Kama utaamua kupeleka wateja wako WhatsApp, jua kabisa kwamba Instagram na Facebook kwanza hawawezi wakatrack kitu ambacho kinaendelea kwenye inbox yako. Kwa maana hiyo ni kwamba ni rahisi kuweza kupata matokeo mabaya, kwa sababu Instagram hawatojua kinachoendelea kwenye inbox yake, manake kitakachokuwa kinatokea ni kwamba ule muda ambao pengine wangeweza kubadilisha ile sample kwenye matangazo yako, ndio huo muda ambao wanafocus na hiyo sample ambayo inakuja inbox kwako, bila kujua kwamba hiyo sample ambayo umefocus nayo kwa muda huo inakupa matokeo ambayo ni mazuri ama ni mabaya, simply because hawezi wakatrack kitu ambacho kinaendelea kwenye hiyo mitandao ya Facebook pamoja na Instagram. Kwa hiyo ni rahisi wao kuweza kukupa wateja ambao si wanunuaji, lakini pia wateja ambao pengine hata kuita wateja tunaweza tukawa tunafanya kimakosa, kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kaja bahati mbaya kwenye hiyo DM yako. Kuna mtu ambaye atakuja tu kwa sababu ameona tangazo zuri na vitu kama hivyo, lakini kama ungeamua kutumia sehemu nyingine za kufanyia matangazo kama forms, website, landing page, wao Instagram na Facebook wanakuwa wanaangalia kwamba hawa watu wanafanya nini kwenye hiyo landing page, and then wanakuwa na uwezo wa kubadilisha sample ambazo wanazileta kwenye landing page yako ama website yako, ili uweze kupata matokeo ambayo ni mazuri, tofauti na kwenye uko WhatsApp ambako hawawezi wakatrack kitu chochote ambacho kinaendelea. Lakini pia kitu cha pili ambacho huwa kinatokea kama ukilani matangazo yako kwenye WhatsApp, yani kupeleka wateja wako direct katika WhatsApp kutoka kwenye matangazo, ni kwamba utatumia performance goal ya conversations peke yake. Yani performance goal ni the way ambavyo unataka Instagram na Facebook waweze kupima wewe umepataje matokeo. Sasa kuna performance goal nyingi sana. Kuna performance goals za conversion ambazo hizi sasa Instagram na Facebook wao kupima kwamba umepata matokeo ni wanakupa watu ambao wanakuja kununua. Yani wale watu ambao wananunua ndio the way ambavyo watu wa Instagram na Facebook wanakuwa wanapima kwamba okay, hichi ndio kitu ambacho kinakupa matokeo mazuri. Sasa kama una run matangazo yako kwa kutumia website, kwa kutumia WhatsApp, ina maana kwamba WhatsApp hawezi kupata hiyo nafasi ya kutumia performance goals za conversion. Badala yake utapata nafasi ya kutumia performance goal moja tu ambayo ni conversations, na hii inawapa wao nguvu wa kutafutia sasa watu wengi zaidi ambao wanakuja inbox. Yani kwa maana hiyo ni kwamba hata kama amekuja mtu sio mteja kwenye inbox, huyo ndio mtu ambaye ulikuwa unamtaka, kwa sababu haukuchagua wewe unataka mtu ambaye anakuja kununua. Wewe ulitaka tu watu ambao wana uwezo wa kuja DM na biashara ikawa imeishia hapo. Sasa hii pia inakuwa ni mbaya, kwa sababu hata the way ambavyo Instagram na Facebook watafanya kazi kutafutia matokeo mazuri ni kwamba wao wataangalia tu ni mtu gani ambaye anaweza akaclick tangazo na akaja inbox. That's why kuna watu ambao wanakujaga hata kwa bahati mbaya kwenye hiyo DM yako na usiwaone tena kama wako active, kwa sababu algorithm imeshajifunza kwamba hawa watu ndio wanaclick kwako na wanakuja. Lakini pia hayo ndio mafanikio pia ya campaign. Ndio maana utajikuta muda mwingi unasema sasa hivi napata message nyingi, la kupata mteja hata mmoja nikasheshe. Ndio hivyo, wewe ukomba wateja, wewe uliomba kupata message kwenye hiyo WhatsApp yako, ndio maana wanakuletea hizo messages nyingi. Yani hata kama mtu ameclick kwa bahati mbaya akaja, ndio hicho kitu ambacho ulikuwa unakitaka, kwa sababu kama ungekuwa unataka wateja, yapo matangazo ambayo unatakiwa kuyalan ili upate nafasi ya kutumia hizi conversion performance goal ambazo kimsingi ndio ambazo nimesema kwamba
zitakupa ile traffic ambayo ni quality traffic, ambayo ina uwezo wa kununua kitu ambacho unakiadvertise, traffic ambayo ina uwezo wa kuwa interested na kitu ambacho unakitangaza. Kwa hiyo ukipeleka wateja wako katika WhatsApp, hiki ndio kinachotokea. Instagram na Facebook hawataweza kutrack. Maana hiyo ni kwamba ni rahisi wewe kuweza kupata matokeo ambayo ni mabaya, lakini pia hautapata nafasi ya kutumia zile performance goal ambazo zitawafanya Instagram wajikamue zaidi kupata matokeo mazuri, yani kupata ile traffic ambayo ni nzuri kwa ajili ya kuja kununua product yako. Badala yake wenyewe watafanya kazi rahisi sana ya kutafuta watu ambao watakuja DM. Haijalishi huyo mtu yuko interested, huyo mtu anataka ataki, au huyo mtu ana chembe gani katika hiyo biashara yako. Wenyewe wataangalia tu, huyo anaweza kuja inbox, aende. Hicho ndio kitu ambacho ilikuwa umekiomba katika hayo matangazo yako. Kwa hiyo hiki ndio ambacho kinatokea kama unatumia matangazo yako ya WhatsApp moja kwa moja kutoka kwenye matangazo kupeleka hao wateja katika hiyo WhatsApp yako, ukiamini kwamba ni njia ambayo inaweza ikakuletea matokeo mazuri. Na hii ndio lengo kuu la hii podcast, kuhakikisha kwamba unapata knowledge, unapata maarifa ambayo yataenda yakabadilishe namna yako ya ufanyaji wa biashara katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram, ili mwisho wa siku upate matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa au rafiki ambaye pengine unahisi hii podcast inaweza kuwa na msaada mkubwa kwake, usisahau kushare naye, lakini pia usisahau kuniachia comments yako katika upande wa comment section. Ni kitu gani ambacho umejifunza, lakini pia kitu gani ambacho unawishi kujifunza kupitia episodes ambazo huwa zinakuja kila siku kupitia podcast hii. Nami nitafanya exclusive podcast, exclusive episodes kwa ajili yako, nikizungumzia kitu ambacho utakuwa umekiomba. Mimi naitwa Joram Tanzania, na kesho huenda ni episode ambayo ulikuwa umebakiza ili uweze kufanikisha hiyo biashara ambayo unaifanya katika hii mitandao ya Facebook pamoja na Instagram.